Sauti Habari. Ndugu zangu mliokusanyika wote, kama Sabrina alivyosema na wengine, ni kweli ninaamini kwamba uwepo wetu hapa wote tumekutana watu wa kanisa kuu, na naomba nitambulike hasa hafla hii au kukutanika huku ni kwa ajili ya kanisa kuu. Kwa hiyo nimewaita hapa zaidi kama dini wa kanisa kuu, na naomba nitumie nafasi hii kuongea kama dini zaidi kuliko askofu, kwa sababu ukisema askofu na mengi ambayo dayosisi nzima wanaweza wakayapata, lakini nataka kuzungumza mimi na kanisa langu, kanisa kuu hiyo. Kwa hiyo nataka ieleweke hivyo, lakini na neno moja tu kutoka kwenye kitabu cha Zaburi 133 ambalo tunalizoea kila siku. 133 mstari wa ule wa kwanza unasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa namna gani? Kwa umoja. Jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja. Ndugu ni makundi mengi. Naweza mkawa kwa kuzaliwa, naweza mkawa kwenye kazi, naweza mkawa kwa njia mbalimbali, lakini ile kukaa pamoja kwa kupendeza maana yake ni upendo. Kwa hiyo tumekutana hapa kama ndugu wa kanisa kuu. Bwana asifiwe. Kwa upendo. Alafu jana ilikuwa ni siku ya wapendanao. Wanasema Valentine Day. Kwa hiyo mpo hapa ambao mlikuwa na wale mnaopendana nao sana huenda, lakini wengine walisoma tu kwenye mitandao, kwa hiyo mambo kama hayo. Lakini upendo wetu katika Mungu ni zaidi ya yale ambayo watu wameyafanya jana. Kwa hiyo leo sisi tunapokutana, upendo wetu mkubwa unapatikana katika Mungu. Upendo wa wandugu. Kuna mji kule Marekani unaitwa Philadelphia. Philadelphia maana yake ni upendo wa wandugu. Inatoka katika Biblia. Ni upendo wa wandugu. Kwa hivyo sisi tunakutana hapa kama watu wa jamii moja, ndugu wa moja, wa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea ndani ya dayosisi ya Weseni Tanganyika. Bwana asifiwe. Tunakutana hapa kufanya nini? Tunakutana hapa tu nilitamani kama dini na mchungaji mkuu wa kanisa kuu, kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili yenu nyote. Yaani ninyi mmewakilisha makundi yote ndani ya kanisa kuu. Lakini jambo la pili, nilitamani kuchukua nafasi hii kuwapongezeni kwa maneno. Kwanza kuwapongeza wazee wote wa kanisa, wale ambao tumetumika miaka 3 iliyopita, ambao sasa leo wamemaliza zamu yao baada ya uchaguzi na wamefanya kazi kubwa, na nimesema kanisani kwamba kazi waliofanya katika miaka hii 3 inaonekana, sio ya kujificha. Na tukianzia kanisani, ni kipindi chao ndipo kanisa lile limefanyiwa ujenzi ule, sio tu marekebisho, lakini ule ni ujenzi. Kwa hiyo hawa tunatamani sana kuchukua nafasi hii kuwapongeza. Kwa hiyo wazee wangu ambao nimemaliza muda wenu, mimi nilitamani kwa muda huu, na nimesema tutawapongeza tena rasmi mbele ya tarehe 22 kwenye ibada ile ya kufunga semina ya makatibu na mahasibu wa dayosisi wote, lakini pia ya kuwekea mikono makasisi mwezi wa 3. Tutatumia tena hiyo nafasi kutambua kazi yenu ninyi wazee wote ambao nimemaliza muda wenu. Naomba tuwapongeze kwa makofi tu jamani. Lakini la pili, nataka sasa kuwapongeza pia wazee waliochaguliwa na ambao leo tumewakabidhi kazi rasmi kuanza kazi. Na tumewaambia waendeleze pale wenzao walipoishia. Bila shaka kwenye kikao kijacho tutaweka mipango kazi ya kanisa kuu katika mwaka huu, na baadaye tutaunganisha na maono ya idara yetu ya maendeleo ambayo tayari tulishaisimika rasmi, na nashukuru wako hapa Bwana Zablon na timu yako. Kwa hivyo tunafurahi sana kwa kuja kwenu. Mungu awabariki sana. Ninyi tunawategemea kwa mikakati mingi ya kanisa kuu, tutakaa pamoja ili tuweke vizuri. Lakini nataka kushukuru idara zote za kanisa kuu, zote ambazo zimetajwa hapa, zote. Viongozi mlioko hapa, asanteni kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Amani, utulivu, furaha unaweza ukaiona. Hiyo ndio maana ya kukaa pamoja, kusikilizana. Lakini sasa naomba nirudi kuzipongeza kwaya zetu. Kwaya zetu zote katika kanisa kuu zimekuwa ni mfano mzuri wa kuigwa katika mambo mengi ndani ya dayosisi yetu. Jamani, naomba tuwapongeze wanakwaya. Mna mambo mengi mnayoyafanya kwaya zetu, mengi. Kwa hiyo mimi ninapowaona hivi naiona nguvu ya kanisa letu ikiwa kubwa zaidi, kubwa zaidi. Kwa hiyo niko hapa pia kusema asanteni sana kwaya zetu zote 4, kwaya ya Ebeneza, KCC, Saki pamoja na mama zetu Tumaini, kwa jinsi ambavyo mnafanya kazi kwa kweli bila kuchoka, kwa sababu hata hii hapa
Hata hii hapa tuko hapa, watu wametoka kwenye ibada saa 12 wameimba, saa 3 wameimba, lakini bado tena tuko hapa wanaimba. Unaweza ukafikiri leo hawajaimba tena, unaweza kaona hiyo nguvu hiyo. Lakini naona hata uitikio wenu, kwa sababu tulisema tunataka sasa tuimbe kwa kutumia live hiyo, na naona hizo hatua zinaendelea vizuri. Hatujafika bado huko, lakini tunaendelea vizuri. Kwa hiyo yote ni mkianza kanisa kuu, basi tunasonga mbele sisi. Kwa hiyo huo ni undugu. Kwa hiyo mara kwa mara nikizunguka huko kwenye maparishi huko, nawaambia wachungaji. Sasa wachungaji, mwaka huu katika matukio tutakayokuwa naye kanisa kuu, zile kwaya zinaimba pamoja, nitawaita wote kama mlivyo kuja kuimba. Kwa hiyo tuna mambo haya. Nataka kulisema hili kwa sababu bado nina masikitiko makubwa sana juu ya kwaya zangu za kanisa kuu, hasa Ebeneza na KCC. Hili swala bado linaniumiza. Ninajua hampendani. Hiyo nalifahamu yeye mpaka zetu. Najua Ebeneza na KCC mnaimba vizuri, mnafanya kazi nzuri, lakini hampendani. Hampendani. Bwana Yesu asifiwe. Ningetamani sana kama ninavyopeleka taarifa zenu huko ninapozunguka, pia siku moja nipeleke taarifa kwamba Ebeneza na KCC wanaweza wakaimba pamoja, wakakaa pamoja. Ningefurahi sana nipeleke hiyo. Lakini hilo ni jambo ambalo najaribu kuweka mkazo huko. Nikija nyumbani kwangu mambo hayako hivyo. Hiyo nalifahamu. Hili jambo linaniumiza moyo wangu. Niwaombe sana viongozi wa hizi kwaya, na niwaombe na zile kamati zile za maendeleo, wadau, nao wamekuwa na mchango mkubwa sana kuleta changamoto kwenye hizo kwaya wasipendane. Nalifahamu hilo pia. Nalifahamu. Hilo nalijua. Mimi nafahamu mambo mengi, ila sinaga muda wa kuzungumza kila jambo. Nafahamu mengi sana. Kwa hiyo niwaombe na ninyi, zamani mlikuwa mnaitwa walezi wa hizo kwaya, na tumeondoa hilo jina. Sasa ni wadau wa maendeleo wa kwaya. Niwaombe wasaidieni hizi kwaya zetu zipendane. Nyinyi msiwe sehemu ya kuweka vigingi hizi kwaya zisiwe kitu kimoja. Hapana. Hicho kitu mimi sikipendi. Kwa hiyo nimeamua kulisema hivi leo, niseme ningetamani tuwe wa ndugu. Kuna shida gani? Tukakaa pamoja, tukala pamoja, tukaimba. Na mimi nataka niwaambie mambo haya mimi nayaona. Kwa hiyo leo nimeona kidogo niwabwatukie kidogo, waambie ili mjue. DWT habari.